Hi guys, mambo vipi? I hope wote mko poa jamani. Nimewamisi na siku kadhaa hapa sijaweka video yoyote. Nimekuja hapa ili kuzungumza na nyie. Kwanza niwatakie Ramadhani karimu wale wote ambao mnafunga, na wengine niwatakie Kwaresima njema, mfungo wa Kwaresima. Nywele zinakatika jamani. Kwaresima njema kwa wale wote ambao mpo kwenye mfungo pia. Tukutane kwenye sherehe, kwenye sikukuu, tukutane huko kwenye kula pilau au vipi ndugu zangu? Jamani, niko hapa leo kuambia kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana, na kama huja subscribe, please subscribe, like, share na comment tafadhali. Okay, like, ushare na comment. Nimekuwa nikiongelea sana hapa mambo ya Gulf, mambo ya kazi za ughaibuni, Uarabuni, watu wakienda waishi vipi, matatizo yaliyopo, ukaeje, kazi zikoje, unazipataje, mambo mengi naongelea hapa. Wewe ukitaka kujua mambo haya, ifuatishe tu hii channel. Kila siku utaona vitu vipya, utajifunza vitu vingi pia. Leo naomba niwaongelee wale ambao wanasema sisi tuna pasipoti, niko tayari kubadilisha kwenda nyumba nyingine kwa muda mgeni unaotaka, nitahama mwenyewe ninavyojisikia kwa sababu pasipoti niko nayo, sisumbuki chochote. Yaani unaona wewe ni uko sawa kwa sababu una pasipoti yako, na maana by any time unaweza ukaenda nyumba nyingine, unaweza ukafanya unachokitaka, unaweza ukabadilisha sehemu, yani chochote kile unaweza ukafanya, eti tu kwa sababu una nini? Una pasipoti. Sasa basi, kuna hili wimbi la watu ambao ni watu wazima. Watu wazima namaanisha kwenye miaka 45 kuenda mbele. Unapofika miaka 45 huko, kwanza mwili wenyewe umebadilika, umeanza kuwa mnene. Pasipoti yako tayari inasoma huko, umezaliwa 70 na ngapi huko, 79 sijui 78 76 80 sijui yani nadhani mmeelewa miaka kama hiyo. Eti mtu kama huyo na yeye anapambana na binti mdogo, anasema mimi nitabadilisha nyumba, nikienda tabadilisha sehemu nyingine, maana yake nitapata kazi sehemu nyingine. Ndugu zanguni, watu wengi wamejikuta wamekwama Tanzania, wameshindwa kuingia tena kazini kwa sababu watu wanawachagua. Ushakuwa mtu mzima, una miaka 50, ng'ang'ana hapo ulipokuwepo, ng'ang'ana kwa mabosi zako. Basi angalau kama unaenda likizo, nenda likizo, lakini hakikisha unarudi hapo hapo kama bado una malengo. Msikurupuke, mimi naona sasa hivi watu wakiingia wanaingia na mshahara wa 120, naenda sehemu nyingine, mimi hivi nitapata nyumba iko hivi, nitapata kazi iko vile. Ndugu zangu, ni msidanganyane. Hakuna bosi ambaye anataka yani amemtoa binti mdogo amlete mtu mzima. Kwanza unatafsirika wewe ni mtu mzima, huwezi kazi. Pili, unatafsirika wewe ni mnene, huwezi kazi. Tatu, wewe ni mtu mzima, sijui una pressure, una sukari, una nini, kumbe huna hivi vitu vyote, unaweza tu kufanya kazi. Lakini kwa ile nyumba ambayo tayari unakaa, watu wanakujua fulani, hata kama ni mtu mzima, lakini huwa anafanya kazi zake zote, anapanda ngazi, ananyanyua vitu vizito, anaenda huko, anarudi, anaenda, anashuka. Lakini leo hii wewe unasema mimi tayari na experience, naenda sehemu nyingine, tabadilisha nyumba, nitafanya hivi. Una miaka mingi, ushafikisha miaka 50. Unadanganyika, mtu anakudanganya ukiwa kwenye grupu, wewe nenda Tanzania, utapata sehemu nyingine, utaingia, utapata mshahara mkubwa, utafanya hivi. Watu wamejikuta wamesota na wanasota mpaka sasa hivi. Wale wote ambao unajiona miaka yako wewe ni mingi, 45 kwenda juu, usikurupuke kuanza kubadilisha nyumba. Kama bado una mlengo, ng'ang'ana hapo ulipokuwepo, kwa sababu hao tayari wanakujua. Wewe ni mtu mzima na miaka 50 sawa, lakini wanakujua unafanya kazi. Wana uwezo wa kukatia tiketi uende kwenu na urudi, kwa sababu wanakujua. Yani hawana tatizo na wewe. Lakini mtu mpya hakujui, una miaka 50, naifunga nguo yangu. Una miaka 50 eti ndio unaanza kuingia kwenye hiyo nyumba. Naye atakayeamini kama wewe unajua kazi?
naye atakayeamini kama wewe una nguvu, unaweza kufanya kazi vizuri. Ili wimbi la watu kubadilisha nyumba wakati mshakuwa watu wazima, wengi limewafelisha, wamejikuta wamejenga nyumba zao zimeishia mabanda, ukuta tu vile hujamalizia. Kwa sababu gani? Anashindwa kusafiri tena, anashindwa kupata kazi. Unakuta mtu kipasipoti chake kinatembea sura huku na huku, yani ametembea kwa maajenti mpaka amemaliza wote, hapati kazi. Akienda hapa kaa siku mbili, miezi, hapati kazi, anasema kuja kufuata pasipoti yangu, anachukua, aenda sehemu nyingine, huku na huku, naenda kufuata pasipoti yangu, anachukua. Alafu kibaya zaidi, ana miaka 48, eti yeye mtu kama huyo aenda kutafuta kazi, anataka afanyiwe kila kitu, amekaa hivi, atolewe pesa ya vipimo, sijui apewe na nauli, eti kisa yeye ana pasipoti. Ndugu zangu, ni vipimo ndio kujilipie, kwa sababu ile ni afya yako mwenyewe. Una miaka 48, una miaka 50, unataka yule aje ndio kulipia kila kitu, akulipia vipimo, kufanyia kila kitu, na wewe ni mzoefu, ushawahi kwenda huko sijui na mara 3 au mara 4. Kwa nini ambakizi pesa za kulipia vipimo? Unajua mimi hapa sasa hivi natafuta kazi, kwa nini husave pesa hii ya vipimo? Unakurupuka kubadilisha nyumba. Mimi naona bora nirudi nyumbani nikakae afu nitaingia tena. Unafika nyumbani unasota. Pale ulipotoka kwa nalipwa 120. Unarudi Tanzania, unatafuta kazi sehemu nyingine, unapata na bosi anakuambia sisi tutamleta kama 100 sawa. Unabaki unajiuliza, nimetoka kwenye 120 kweli nije kwenye 100? Mimi siende, naendelea kusubiri nitapata. Miezi inakatika, mwaka umeisha. Umepata nini? Kama ungevumilia pale pale kwenye 120 ambapo watu wanakujua tayari wewe ni mtu mzima, lakini wanakujua na mshahara ungepanda. Kwenye 120 ungeenda 130. Jibu sio kubadilisha nyumba. Usikurupuke fulani alibadilisha na mimi naenda kubadilisha. Siku zote hapa nimekuwa nikisema, bahati ya kwangu mimi sio bahati yako, na bahati yako wewe sio ya kwangu mimi. Acheni kulinganisha maisha. Kama una malengo, tulia hapo ulipo. Kama ni mshahara, mtawekana sawa na bosi wako. Hapo tayari wanakujua, unawajua. Acha kukurupuka. Nimemaliza.